Swala ambalo limeweza kuibua hisia mseto. Sijui wewe kwako binafsi unahisi namna gani? Nafikiri ya kwamba NGCDF wakati ule ikianzishwa kama CDF miaka ya 2003 baada ya kuchukua hatamu za uongozi Mheshimiwa Mwai Kibaki, nafikiri kupitia kwa mswada uliowasilishwa bungeni na najaribu ndakumbuka hivi punde. Lakini mswada huu uliwasilishwa bungeni mwaka 2023 ili kuweza kuanzisha rasmi kikapu kile cha CDF ili kuweza kuwapa wabunge nafasi ya kuweza kuhusika katika miradi ya maendeleo katika maeneo bunge wanayotoka. Baada ya kuzinduliwa kwa katiba, kigezo kikuu cha kuanzishwa kwa mfuko ule wa CDF ilikuwa ni kwamba ipeleke maendeleo mashinani, ya kwamba pengine miradi ambayo serikali kuu ilikuwa inatekeleza kwa wakati huo pengine ilikuwa imelalia upande mmoja sana wa nchi, na ikapendekezwa kwamba ili kuhakikisha kwamba kuna maendeleo sawia katika maeneo bunge yote, maeneo bunge 210 kama ilivyokuwemo wakati ule, ihakikishe tu ya kwamba kumetolewa mgao wa rasilimali wa fedha ambazo zinasimamiwa moja kwa moja na wabunge katika maeneo bunge 210. Ikafanyika hivyo kwa wakati ule, lakini baada ya kuzinduliwa kwa katiba mpya mwaka 2010 ikawa kwamba yale madhumuni au maudhui ya kupeleka ile hazina ya CDF mashinani ilikuwa inatimizwa kupitia kwa ndoto ya ugatuzi, kwa sababu ugatuzi chanzo kuu ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba hela zimeenda katika sehemu zote za nchi kupitia serikali za kaunti na kupitia njia ambayo pengine ilikuwa inafahamika au inawajibika zaidi, sio tu kwa wananchi bali pia kwa bunge na taasisi za kitaifa zinazohusika na uhasibu wa pesa. Kwa hivyo maoni au madhumuni ya CDF yanaweza kutimizwa kupitia katika serikali za kaunti. Najua ni vigumu kwamba kwa sababu wabunge wamezoea kuwa na fedha ambazo pengine ziko moja kwa moja katika hifadhi yao katika kipindi cha miaka 20 na zaidi. Ni vigumu kuondoa zile fedha na kuzipeleka katika hazina za serikali za kaunti. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba madhumuni au ukiangalia zile sheria zinazoongoza utendaji kazi wa wabunge ni kwamba utendaji kazi wa wabunge haswa unafaa kuzingatia mambo makuu matatu ambayo ni ya uwakilishaji, utunzi wa sheria pamoja na kuweza kutoa ile tunaita oversight. Mambo ya maendeleo hayako moja kwa moja katika majukumu yanayotekelezwa na mbunge. Kulingana na mimi ni haki kwa wale ambao wanaona ya kwamba hela hizi zirudishwe katika hazina ya kaunti ili zikaweze kufanya kazi katika maeneo hayo. Lakini kuna maswali ambayo pia yameibuka kutokana na mkoba walio nao serikali za kaunti kwa sasa. Je, zile hela ambazo zimepelekwa zimetumika katika kuhakikisha kwamba maendeleo yanamfikia mwananchi wa kawaida? Kwa sababu utendaji kazi wa serikali ya kaunti unatarajiwa kwamba 55% ikizidi itumike katika shughuli za ulipaji wa mishahara na mambo mengine ambayo yanachipuka katika utendaji kazi wa serikali. 35% inafaa kuenda katika moja kwa moja katika miradi ya maendeleo. Lakini ukiona ripoti za uhasibu ambazo zinatolewa kutoka katika serikali za kaunti zinaonyesha ya kwamba serikali nyingi zinatumia mpaka 70-75 ya hela wanazopokea kutoka serikali kuu katika ulipaji wa mishahara na mambo mengine ambayo yanachipukia, kumaanisha kwamba kiwango cha miradi ya maendeleo kinadhulumiwa katika utendaji kazi wa serikali za ugatuzi. Kwa hivyo mambo haya yamekuwa ni baadhi ya changio kuona ya kwamba pengine mgao ule wa NGCDF ukiweza kusalia kama ulivyoweza kulainishwa na kuwekwa sawa na katiba ya mwaka 2010, basi pengine maendeleo yataweza kumfikia mwananchi wa karibu zaidi kuliko jinsi vile ingeweza kutekelezwa chini ya serikali za ugatuzi. Kwa hivyo kuna nafasi nzuri, kuna yale ambayo tutasema yatakuwa ni mambo ya
faidika iwapo hela hizi zitapelekwa katika serikali za ugatuzi, lakini pia zile changamoto ambazo zimeikumba serikali ya ugatuzi kutoka zilipobuniwa mwaka 2013 zinaonyesha pengine uzingatifu wa miradi ya maendeleo hauko katika pahali pazuri kwa serikali za ugatuzi. Naam, kwa hivyo tayari kuna miradi ambayo inafaa kutekelezwa na serikali za kaunti ambayo ukiangalia pengine haijafanywa kwa asilimia ambayo mwananchi anakusudia. Ndio. Kwa hivyo tena kupendekeza kwamba waongezwe hazina nyingine huenda inakuwa ni changamoto. Huenda ikawa changamoto. Na pia ukizingatia kwamba kuna miradi ambayo inatekelezwa na ile NGCDF ambayo pengine katika utekelezaji haupo katika mpango wa zile shughuli ambazo zilihamishiwa serikali za ugatuzi. Mfano ujenzi wa shule na wa madarasa katika shule za msingi na shule za upili ni kazi ambayo hutekelezwa na serikali ya kitaifa. Tukisema kwamba hela hizi zote zikaweza kupelekwa katika mgao wa kaunti, ni kumaanisha kwamba marekebisho pengine yakafanywa kuhakikisha kwamba serikali za ugatuzi vile vile zinahusika katika miradi au katika shughuli za masomo msingi ambayo haipo kwa yale ambayo imetengewa serikali za ugatuzi. La sivyo basi itakuwa ya kwamba tumenyima kipengee muhimu cha serikali ya kitaifa nafasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, haswa katika sehemu ambazo zinakumbwa na changamoto nyingi. Naam, na tukizungumza kuhusu hayo kwa sababu sijui kwa mtazamaji wetu, pengine moja kwa moja kwa faida tu ya mtazamaji wetu leo aelewe kazi ya hii hazina ya NGCDF ulivyosema. Umesema kwamba ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi, shule ya upili inafanywa na serikali kuu. Inafanywa na serikali kuu. Hakuna, na ukizunguka katika shule ambazo ni za msingi au zile shule za upili, hautapata mradi hata mmoja ambao ni wa shule za msingi ambao umetekelezwa na serikali ya ugatuzi, kwa sababu katika swala la elimu serikali ya ugatuzi inakomea katika ngazi ya chekechea na kisha kuibukia katika taasisi za ufundi au zile tunaita vocational training colleges. Kwa hivyo kati ya shule za chekechea na shule za anuai zinazohusika na kiufundi, basi utapata ya kwamba miradi mingine yote yanayotekelezwa chuoni pale yanatekelezwa kupitia kwa mgao huu wa CDF au serikali ya kitaifa. Iwapo hela hizi zitakosekana, basi kutakuweko na changamoto ya miundo misingi katika shule za upili na shule za msingi. Vile vile kuna miradi mingine ya pengine zile tunasema kuna jambo ambalo limezua utata kidogo, urekebishaji na ukarabati wa barabara zile ambazo zinapatikana katika kaunti tofauti tofauti. Kuna barabara ambazo ndio kwa mfano barabara kuu ya kutoka Malaba kuelekea Eldoret au kuenda mpaka Mombasa, ile ni barabara ya serikali kuu kwa sababu ni barabara ya kitaifa. Lakini vile vile kuna barabara zingine ambazo bado ziko katika ngazi ya kitaifa ambao pengine hazijaweza kufanyiwa ujenzi kufikia ile ngazi ambayo pengine inaonekana kama barabara. Mfano kuna ile katika eneo bunge hili la Kandui, kaunti ya Bungoma. Kuna ile barabara ambayo inatokea pale Msikoma na inaelekea hadi katika eneo bunge la Lurambi ikipita eneo bunge la Navaholo na kuingia kwa kiwango fulani pengine eneo bunge la Malava na kisha kutua katika eneo bunge la Lurambi kaunti ya Kakamega. Takriban maeneo bunge 5 yamehusika katika barabara ile na vile vile kaunti zaidi ya 1 zimehusika katika barabara ile. Basi ni barabara ya ngazi ya kitaifa, kwa sababu mradi kama ule utatekelezwa vipi na serikali za kaunti au za ugatuzi, ukizingatia kwamba pengine kuna ile mipango ambayo pengine au zile vigezo ambazo zitatokea wakati barabara hii inapovuka kutoka kaunti moja kuingia katika kaunti nyingine. Kwa hivyo utapata ya kwamba zile hela ambazo zinatumika katika ujenzi wa barabara kama hiyo ni lazima zitoke katika serikali kuu. Na je, na tunaona ya kwamba unaweza pata ushirikiano kati ya maeneo bunge husika, utahakikisha ya kwamba barabara hizi zinatekelezwa kwa muda unaofaa. Pengine eneo bunge la Kandui lihusike kwa upande mmoja kutoka eneo la Msikoma
kufika katika eneo la Dorof kule mpakani, kisha eneo bunge la Navakholo lichukulie pale, kufika mahali fulani ambapo pengine linaungana na lile eneo bunge la Lurambi na mambo mengine kama hayo, ili kuhakikisha miundo misingi inaimarika, kwa sababu iwapo barabara hile itaweza kukamilika, na ambayo ni moja ya ahadi kuu alizotoa Mheshimiwa William Ruto kwa wakazi wa eneo hili la magharibi, iwapo barabara ile itakamilika, basi safari ya kutoka mjini Bungoma kufikia mjini Kakamega itapunguzwa kwa takriban lisaa zima. Safari ambayo pengine imekuwa ikichukua muda wa saa 1:30 au dakika 45 itafanyika kwa chini ya dakika 45 kutoka mji wa Bungoma. Ni jambo ambalo litaleta ufunguzi wa masuala ya kibiashara na mambo mengine kwa wakazi wa eneo hili. Unapotembea eneo la kati utapata ya kwamba barabara zinazounganisha sehemu nyingi zimeweza kushughulikiwa vilivyo, na hivyo basi shughuli ya usafiri katika eneo lile la kati zinafanyika kwa muda mfupi sana ikilinganishwa na eneo hili la magharibi. Naam, kwa hivyo ni pendekezo ambalo si pendekezo ambalo ni nzuri vile, kwa sababu tayari serikali za magatuzi zimeweza kukwama katika baadhi ya miradi. Kwa mfano tumekuwa tunaangalia mambo ya wahudumu wa afya, tumekuwa tunaona malalamishi hasa sana wauguzi. Mpaka juzi nimemsikia katibu mkuu wa Nana Seth Panyako akasema kwamba kama serikali za kaunti zimeshindwa kuwajibikia maslahi ya wauguzi, afadhali irejeshwe katika usimamizi wa serikali kuu. Ndio, unaona wakati kulikuwa na mchakato wa katiba ya mwaka 2010, walimu pamoja na wale wanaohusika katika ngazi za au katika sekta za elimu walijitahidi kuhakikisha kwamba shughuli za elimu zimesalia katika ngazi ya kitaifa, kwa sababu walikuwa na wasiwasi ya kwamba tunaingia katika sehemu ambayo hatujui jinsi gani serikali za kaunti zitakavyofanya kazi. Kwa kiwango fulani walimu wameweza kushuhudia ya kwamba mapendekezo yao yalikuwa sahihi, na nafikiri ni jambo ambalo linawakera sana wahudumu wa afya, kwa sababu vile vile walianza na msukumo huo wa kutaka kwamba shughuli za afya zisalie katika ngazi ya kitaifa, lakini baadaye mapendekezo mengi yalipozidi, basi shughuli za afya zikawekwa chini ya serikali za ugatuzi, na tumeona ya kwamba kumekuwa na changamoto, migomo ya wahudumu wa afya katika maeneo mengi sana ya taifa la Kenya. Kumekuwa na changamoto ya zile bima zinazohusiana na wahudumu wa afya, na vile vile utendaji kazi wa wa idara ya afya kwa ujumla kwa wananchi wa taifa la Kenya. Kumekuwa na changamoto, na hiyo ni moja ya sababu ambayo pengine inafanya ya kwamba inakisiwa tu ya kwamba pengine iwapo hospitali au huduma za afya zingesalia katika serikali ya kitaifa, pengine kungekuwa na huduma bora zaidi kuliko na ilivyo kwa sasa katika serikali za ugatuzi. Kwa sababu ukiangalia hata zile hospitali ambazo pengine zinaonekana kuwa na vifaa vinavyoweza kutekeleza zile ambazo tunaweza sema ni cases ambazo ni complicated, utapata ya kwamba ni zile hospitali ambazo tayari ziko katika umiliki wa serikali kuu, pengine katika eneo la magharibi au eneo la magharibi na kusini mwa bonde la Ufa, kaskazini mwa bonde la Ufa, nakimbilia hospitali kuu ya Moi Teaching and Referral Hospital kule mjini Eldoret. Katika eneo upande mwingine wa eneo la magharibi na eneo la Nyanza, pengine unakimbilia hospitali kuu ya Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital. Hizi ni hospitali au taasisi ambazo ziko katika uongozi wa serikali kuu, kumaanisha ya kwamba kwa kiwango kikubwa serikali za ugatuzi zimeweza kukumbwa na changamoto katika kutoa huduma za afya. Naam, tukiangazia swala hilo la kuweza kugawanya majukumu, ndio tuna hili swala ambalo walimu kupitia miungano KUPPET na NATU wamekuwa wanalalama kwamba wabunge ambao tunazungumza kwamba wana jukumu la kutekeleza kazi ambazo wamesema wamejitwika jukumu la kuweza kutoa ajira kwa walimu, kwamba saa hizi mwalimu akitaka kazi barua inatolewa na mbunge, na walimu wamesema hilo ni swala ambalo halifai. Wamechukua majukumu ambayo si yao. Ni kama sasa tume nzima ya uajiri wa walimu imetekwa nyara na wabunge. Nafikiri ni changamoto ambayo inafaa kuzingatiwa. Taasisi za umma zinafaa kuruhusiwa kufanya kazi inavyostahili.
Pengine kile ambacho wabunge wangestahili kufanya tu ni kuhakikisha ya kwamba katika ugavi wa nafasi za kitaifa katika taasisi au katika tume ya uajiri wa walimu, maeneo bunge yao yameweza kuzingatiwa vilivyo, na nafikiri tayari kuna mipango na kuna mipangilio ambayo inahakikisha ya kwamba uajiri wa walimu unapofanyika kila sehemu ya nchi imeweza kushughulikiwa katika uajiri wa walimu. Na nafikiri ni jambo ambalo si sahihi kuwaona wabunge katika hafla za mazishi wakiweza kuzunguka na barua za uajiri kutoka tume ya uajiri ya walimu nchini TSC na kuwakabidhi wale ambao pengine wanatafuta kazi au pengine ni vibaraka vyao ambao pengine wana watu wanaotafuta shughuli kuajiriwa na tume ya uajiri ya walimu nchini. Ni changamoto sana na ni wajibu wa serikali ya kitaifa na tume ya uajiri wa walimu nchini kuhakikisha kwamba mambo kama haya yatokee, kwa sababu yanaondoa ile ambayo tunaita confidence katika taasisi za serikali ambazo zinahusika na kuleta usawa katika uajiri wa watu katika nafasi mbalimbali nchini. Tuseme hivi leo kutokee shughuli ya uajiri wa maaskari au polisi au katika jeshi, na vile vile wabunge wao wanakuja katika maeneo bunge yao na barua na kuwapa wale ambao ni vibaraka vyao au wale ambao pengine wako karibu na uhusiano wa karibu na wale wabunge, na pengine kuwaacha wale ambao pengine wako katika nafasi nzuri zaidi kuweza kuhudumia taifa. Na tunaona ya kwamba wakati mwingine kunapotokea changamoto kama hili ambazo pengine mtu anaona mimi niliajiriwa na mbunge, basi huduma yake kwa taifa inakuwa ni duni sana. Unapata anakuwa na utovu wa nidhamu kama mwalimu au kama askari polisi au vile vile kama askari wa jeshi la nchi ya taifa la Kenya. Kwa hivyo tuache taasisi ambazo zinahusika na uajiri wa wafanyikazi wa umma zikaweze kufanya hivyo pasipo na mwingilio au pasipo na kushurutishwa na wabunge au wanasiasa katika ngazi fulani ya uongozi katika taifa la Kenya. Hilo tu ndio jambo ambalo litaweza kuhakikisha kwamba wananchi wanasalia na uaminifu wa taasisi za serikali. Kama sivyo, basi itachukua mkondo wa kisiasa ambao utaweza kuharibu ule uaminifu kwa wananchi wa Kenya. Naam, wajua ukizungumza kuhusu swala la uaminifu, imani ya Wakenya imekosa katika tume nyingi tu. Ndiyo. Katika sekta muhimu, katika taasisi muhimu, kwa sababu hatuzungumzi kuhusu tume ya uajiri wa walimu pekee. Ndiyo. Tunazungumza kuhusu kwamba saizi Mkenya pengine utaka kupata ajira, haiangaliwi tena ile tajriba ambayo unayo. Inaangalia uhusiano wako na mtu ambaye katika ngazi ya uongozi. Naam, katika ngazi ya uongozi. Nafikiri hiyo ni utovu wa maadili wa hali ya juu ambayo sisi kama taifa la Kenya, na ndio pengine unaona wakati mmoja mwaka uliopita kulikuwa na ile ghadhabu ya vijana chipukizi kwa jina maarufu Gen Z, ya kwamba pengine mambo hayaendi jinsi inavyokusudiwa kikatiba, ya kwamba leo kuwa na nafasi za uajiri itaweza kufanyiwa advertisement, watu wakaweze kupeleka maombi yao ya kuomba kazi, na kisha tume inayohusika au kikosi kinachohusika na kuweza kuangalia tajriba na kuwatathmini uwezo wao wa kufanya kazi zikaweze kufanya vile, ili kumpa kila mmoja nafasi sawia ya kuweza kushiriki katika zoezi lile. Hazionekani zikifanya kazi. Pengine ndio maana tunaona ya kwamba kuna ghadhabu katika sekta mbalimbali ya taifa la Kenya, na ni changamoto kwa serikali ya taifa la Kenya kuhakikisha ya kwamba kunapotokea nafasi zozote za ajira nchini, nafasi hizo zinapewanwa kwa wale ambao wanatafuta ajira katika mtindo unaofaa, ya kwamba wacha watu wakapeleke maombi ya kuomba kazi, wale ambao pengine hata ni marafiki zao wapewe ile nafasi ya kufanya mchujo moja kwa moja na uraia wengine ambao hawana marafiki, hawana wale ambao tunawaita godfathers katika zile ngazi za uongozi, wakaweze kufanyiwa mahojiano, kuweza kutathminiwa, je, uwezo wao wa kufanya kazi ni upi.
hata wao wakipewa ile nafasi wataona ya kwamba wamepitia mchujo, wamepitia uasisi kiasi fulani, ili kuwaweka katika nafasi ya kuwatumikia wananchi kwa njia inayofaa, na wala sio kuwa vibaraka wa wale ambao pengine wamesukuma kuajiriwa kwao. Naam, swala la muhimu, kwa sababu hilo swala linawapa Wakenya kiwewe, kwa sababu Wakenya wamekosa imani kabisa. Hata wakati huu tunazungumza kuhusu kule kutafutwa kwa makamishna wapya wa tume ya IEBC. Zoezi linatarajiwa kukamilika leo, la mahojiano, ili kuweze kuchaguliwa majina 6 na majina 2 kwa sababu ya mwenyekiti na makamishna wale wengine. Chaguliwa majina 9. Majina 9 na 2. 9 ambayo yatawasilishwa kwa rais kuchagua makamishna 6. Na katika majina 9 tunatarajia kwamba at least majina 6 au majina 3 yatakuwa ni ya jinsia tofauti, kisha kuwepo na majina 2 ambayo yatawasilishwa vile vile kwa rais kumteua mwenyekiti wa tume ambaye haina uzingatifu sana wa jinsia. Ni rais kumchagua mtu mmoja, kwa hivyo si lazima awe wa jinsia fulani. Yale majina yatakayopendekezwa 2, basi rais ana nafasi ya kumteua mmoja wao kuwa kamishna, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini. Zoezi hilo ndio linatarajiwa kukamilika hivi leo, lakini tayari tushaona ya kwamba kumetolewa tetesi ya kwamba Wakenya katika tabaka mbalimbali pengine hawajaonyesha kuwa na imani yao kwenye tume, kwenye taasisi inayohusika na uteuzi huu wa makamishna wa tume ya uchaguzi nchini. Kukakuwepo na maswali, je, majina yaliongezeka vipi kutoka nafikiri majina 106 kwa majina ya makamishna na kuongezwa majina mengine 105 na kuongezwa majina mengine 6 kupeleka ile idadi kufikia majina 111. Kumekuwa na changamoto. Je, yale majina 6 yaliyoongezwa baadaye, nafikiri hili ni jambo ambalo Wakenya wataliangalia kwa uangalifu sana. Je, yale majina 6 yaliyoongezwa baadaye yatakuwemo kwa yale majina 9 yatakayowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais? Nafikiri tutakuwa tunaangalia jambo hilo kwa umakinifu sana katika siku nafikiri 3 zijazo, kwa sababu tunatarajia kufikia siku ya Jumatatu pengine majina haya yatakuwa yamewasilishwa kwa rais ili kuweza kumruhusu kufanya uteuzi rasmi wa makamishna wapya wa tume ya uchaguzi nchini. Naam, swala ambalo unavyosema yale majina ambayo yaliongezwa, kama watapatikana miongoni mwa wale 6, wale 9 tena itaibua mambo mengine tena miongoni mwa Wakenya. Maswali mengi sana. Kwa sababu tayari viongozi wa upinzani wamezungumza. Amezungumza kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa, amezungumza kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, kwamba wale ambao watakuwa wanachaguliwa kama makamishna wa IEBC na mwenyekiti wasiwe ni watu ambao watakuwa na ushawishi, kwamba wajue kwamba wanapoingia afisini hawaendi afisini kwa sababu ya kiongozi wa taifa, hawaingia afisini kwa sababu ya kiongozi wa upinzani, wanaingia afisini kwa sababu ya Mkenya ambaye anatarajia uwazi na haki katika zoezi la uchaguzi. So ni swala ambalo katika taifa la Kenya umesema vizuri kwamba ni wakati ambao viongozi wakumbatie ile mfumo wa kumpa mtu nafasi kulingana na uwezo wake wa kikazi. Tusimpe mtu nafasi kwa sababu ni rafiki, tunamjua ni wa jamii yetu, sijui nini. Ni swala ambalo linarudisha nyuma shughuli za maendeleo katika maeneo mbalimbali. Bila shaka. Kwa sababu hata tumeona kwamba tayari hiyo tume tume ya IEBC haijawekwa. Lakini tayari kule Malava ambapo tunatarajia uchaguzi mdogo, tulimpoteza mbunge. Uchaguzi mdogo unatarajiwa kule. Sasa siasa zimeshashika chini kweli kweli. Na bado kuna wale washaanza kushawishi wakazi kule kwamba mumpe mtu fulani, mchague mtu fulani. Na tayari hata tume ya IEBC ambayo inaratibu hayo masuala haipo. Nafikiri pinde tu watakapokula kiapo wale makamishna 6 na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini, pengine natarajia shughuli hiyo itafanyika kufikia tarehe 1 au tarehe 2 mwezi Mei mwaka ujao. Pengine ikiwa rais hatakuwa na tashwishi, pengine na bado nafikiri kuna kipindi cha kama wiki 2, pengine tarehe 8 ya mwezi Mei ndipo tarajia kwamba tutaweza kuwa na tume ya uchaguzi nchini, kwa sababu rais bado atawasilisha majina ya wale ambayo atakuwa amewateua. Majina 6
ya makamishna na lile jina moja ambalo yeye atakuwa amechukua kama mwenyekiti ataweza kuwasilisha bungeni kwa kupigwa msasa kwa awamu ya mwisho. Kwa hivyo tukitarajia kwamba shughuli ile katika bunge halitachukua zaidi ya wiki moja, basi pengine kuanzia tarehe 8 mwezi Mei tunatarajia kwamba tutakuwa na tume ya uchaguzi nchini ilivyokusudiwa kikatiba ikiwa tayari kutekeleza majukumu yake. Maeneo bunge takriban nafikiri tuna chaguzi ndogo karibu 10 na kitu za ubunge, na vile vile nafikiri karibu 30 za udiwani au bunge la county. Kwa hivyo tume ya uchaguzi nchini iko na kazi ya ziada. Ile tunasema entry yake imejaa kabla ya hao kuweza kujulikana ni kina nani. Tayari kuna majukumu ambayo yameongoja. Kuna ile shughuli ya kuweza kubaini mipaka ya maeneo bunge ambayo pia ilikuwa imesalia na tayari ishapitwa na muda, ambayo tume ya uchaguzi nchini inafaa kuishughulikia mara moja pindi tu atakapochukua hatamu, ili kuweza kujua mwelekeo ni upi, kwa sababu kikatiba yale uzingatifu au kuweza kuangaliwa kwa mipaka ni shughuli ambayo ilitarajiwa kufanywa kati ya kipindi cha mwaka wa 8 na mwaka wa 12 baada ya kufanywa kwa zoezi hilo la mwisho ambalo lilikamilika nafikiri kama sijekosea mwaka 2010 au mwaka 2009, wakati kama ule, wakati ambapo katiba mpya ilipokuwa inazunduliwa. Na shughuli hii ilitarajiwa kukamilika Disemba mwaka 2024. Haijaweza kukamilika, haijaweza kufanyika kwa sababu katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita hatujekuwemo nao ofisini makamishna wa tume ya uchaguzi nchini. Kwa hivyo wana kazi ya ziada pindi tu watakapojulikana ni akina nani ambao pengine wamependekezwa kwa rais na ni nani ambao rais ataweza kuwateua. Na ninajua ya kwamba pindi tu ufichulizi wa ni nani aliyependekezwa kwa rais utakapofanywa, basi muda ule natarajia kwamba rais ataweza kutangaza ni nani ambao ameweza kuwateua. Kwa sababu za kisiasa na kwa sababu ya kuweka taifa katika hali ambayo si ya sintofahamu sana, natarajia kwamba majina yale yatakapomfikia rais kuwekwa wazi kwa umma, muda mchache baadaye rais ataweza kutangaza wale ambao watakuwa wamewateua na kusema ya kwamba pengine yale majina niliyoyapokea, nafikiri zile habari ambazo tutazipata ni kwamba majina 9 niliyoyapokea ndio haya, nimewateua hawa 6. 2 niliyoyapokea ndio haya, nimemteua huyu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini. Hatutakuwa na nafasi sana ya kujua ni kina nani waliopendekezwa kabla ya mheshimiwa rais kuweza kuweka bayana yale majina kwa kuwateua. Ndio. Okay, tunaamini kwamba Wakenya basi wanakuwa na subira. Waweze kusubiri, manake zoezi la kuwapiga msasa limechukua muda na hatimaye linafika tamati leo. Ndiyo. Kwa hivyo ni kusubiri wale ambao watateuliwa na rais kama walivyosema, kisha majina yaweze kupewa kwa Wakenya kuweza kuwajulisha ni kina nani, alafu nafasi iweze kujazwa, kazi ianze. Na bila shaka Wakenya watawapiga msasa vilivyo wale ambao watatajwa na rais. Muda wa dakika 30 hivi baada ya kutajwa kwa majina yale, tutarajia kwamba Wakenya watakuwa wamefanya vetting yao katika mitandao ya kijamii na kuweza kumchambua, je, ni nani huyu aliyechaguliwa au aliyeteuliwa hapa kwa nafasi hii, na je anaweza au ana dosari ipi, ili majina yale yanapoenda katika bunge tayari Wakenya watakuwa wamesema iwapo wana imani na tume ya uchaguzi nchini au hawana. Ndio. Asante. Pengine tukimaliza, kuna hili swala ambalo tumelijadili si mara moja, lakini ni vizuri tulijadili tena. Linahusu mchakato wa vitambulisho vya kitaifa. Ndio. Alizungumza mwezi Februari kuhusu hili swala la kutoa ruhusu wa Kenya kupata vitambulisho bila msasa. Ndio. Alikuwa ni gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Ndio. Na siku ya Jumatano hili swala limeweza kuibua hisia kali sana katika bunge. Ndio. Kwa sababu sasa wajua rais alipozungumza kuhusu kutokuwa na msasa kwa wale ambao wanatafuta vitambulisho, alikuwa
eneo la kaskazini mashariki. Ndio. Wanaoishi kule wengi ni wa jamii ya Kisomali. Ndio. Kwa hivyo tumeona wabunge wanaotokea katika ile jamii wakiweza kutofautiana vikali na Natembeya kusema kwamba yeye ni kiongozi ambaye hapendi watu wengine waweze kupata kuwa huru kama wa Kenya. Ndio. Lakini yeye alikuwa anasema sababu zake. Alisema kwamba sababu ya yeye kusema kwamba Msasa usalie ni kwa sababu ya usalama wa taifa. Ndio. Wala si kwa sababu ya kabila fulani. Na nafikiri gavana Natembeya kwa kiwango fulani ako sahihi kwa matamshi yake, kwa sababu gavana Natembeya amekuwepo kama katibu mratibu wa eneo la la Bonde la Ufa kwa muda na takribani miaka miwili akiwa katika ile nafasi, na kwa hivyo anajua changamoto ambazo zilikuwa zinaikumba taifa katika maeneo fulani. Na gavana Natembeya wakati ule akiwa mratibu wa Bonde la Ufa, nafikiri alikuwa anahusika na kaunti kadhaa ambazo ziko mpakani, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Trans Nzoia ambaye yanaiongoza kwa sasa, kaunti ya West Pokot, kaunti ya Turukana na zinginezo ambazo ziko katika eneo lile la Bonde la Ufa. Na kwa wakati huo wote yeye pengine aliweza kushuhudia moja kwa moja ni zipi zilizokuwa changamoto. Na tunapozungumza, ikiwa gavana Natembeya angelikuwa anasema yale maneno kwa misingi ya kikabila, basi hangeweza kuyasema kwa sababu yeye ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia ambayo imepakana na nchi jirani ya Uganda. Kwa kiwango fulani gavana Natembeya anasema pia sisi katika kaunti ya Trans Nzoia hatutakuwa salama iwapo watu kutoka nchi jirani ya Uganda wataruhusiwa wawe katika nafasi ya kumiliki vitambulisho vya kitaifa vya taifa la Kenya. Hayo ndiyo maoni yake. Pengine wale ambao wanasema kwamba anakuwa na kigezo cha kabila anapotoa matamshi yale, wanataka kutoa ile ambayo tunasema ni arise emotions. Lakini ukiangalia ni kwamba ijapokuwa kuna nafasi ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya ana haki sahihi ya kupata kitambulisho cha kitaifa, vile vile kuna changamoto za kiusalama ambazo serikali ya kitaifa inafaa kuzingatia. Pengine huenda ikawa mkondo aliochukua gavana Natembeya hauridhiani moja kwa moja na serikali ya kitaifa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kunapoondolewa vigezo hivi au hatua hizi za kuweza kufanya mahojiano na kupiga msasa wale ambao wanatafuta vitambulisho vya kitaifa, vile vile kungekuwepo na mbinu badala ambayo nilisikia kwa umbali pengine yakisemekana ya kwamba pengine idara ya DCI inahusika kuweza kufanya uchunguzi kuhakikisha ya kwamba watu hawa ni salama na ni wananchi wa taifa la Kenya. Pengine hatujui, kwa sababu kauli iliyotolewa na rais pamoja na wizara husika ya masuala ya ndani ni kwamba vigezo hivi ambavyo vilikuwepo vimeweza kuondolewa. Lakini vinapoondolewa ni vyema kwamba idara ya masuala ya ndani ikaweze kuja moja kwa moja ituambie kama wananchi, badala ya kuwapiga msasa wale ambao wanatafuta vitambulisho vya kitaifa, tutachukua hizi hatua ili kuweza kuhakikisha ya kwamba wale ambao wanapewa hii nafasi ya umiliki wa vitambulisho vya kitaifa ni wananchi wazaliwa wa Kenya, wananchi halali wa taifa la Kenya. Naam, naamini kwamba ni swala ambalo linafaa kuangaziwa. Wakenya walishukuru kwamba ile ada iliyokuwa inatozwa Wakenya wakitafuta vitambulisho iliondolewa. Ni hatua ambayo Wakenya walifurahia. Lakini hatua ya kutopigwa msasa, japo kwamba inaangaziwa kitofauti, lakini ni swala ambalo linafaa kuangaziwa tena ili kuona kwamba taifa linasalia salama katika masuala ya kiusalama. Bila shaka. Tukimaliza, kauli yako ni ipi kwa watazamaji wetu? Tulivyosema, nafikiri shughuli ya kuwatafuta makamishna wa tume ya uchaguzi nchini inafikia kikomo siku ya leo. Letu ni kupiga macho kuangalia ni majina yapi yatakayopendekezwa, lakini nafikiri pia katika ile shughuli ya mahojiano tuliweza kushuhudia pengine ni nani aliyeweza kuonyesha pengine uelevu wa masuala ya uchaguzi na masuala ya kisheria yanayohusika na uchaguzi. Pengine
Wakenya najua kufikia sasa, hata tukiangalia pale mtandaoni, nafikiri Wakenya tayari washafanya ile tunaita elimination, ya kwamba tayari kuna majina mawili ambayo yanaonekana kila mahali. Nafikiri itakuwa ni maajabu sana ikiwa majina haya mawili moja yapo haitakuwepo kwa yale majina mawili yatakayowasilishwa kwa rais kwa kumteua kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini, kwa sababu pia Wakenya wamekuwa wakifuatilia moja kwa moja ile shughuli ya kuwapiga msasa walioomba ile nafasi, na bila shaka kwa kiwango fulani haswa katika ngazi ya mwenyekiti tayari Wakenya wanakisia kwa asilimia fulani ya kwamba kuna watu ambao pengine wamefanya vyema zaidi na huenda wakawa katika nafasi nzuri ya kuchukua ile nafasi ya wenyekiti. Sisi letu ni kuomba ya kwamba tume ile ambayo imepewa nafasi ile ya kuweza kutupa tu makamishna wapya wa tume ya uchaguzi nchini itaweza kukamilisha kazi yake kwa ustadi, hasa wanapokamilisha shughuli ya msasa hivi leo, na watakapokuwa na retreat ili kuweza kutoa ile recommendation yao kwa rais, natarajia kwamba watafanya vile bila kuogopa, bila kushurutishwa, ili kuhakikisha kwamba kama taifa la Kenya tunapata tume ambayo kwa kipindi cha miaka 6 kijacho wataweza kuongoza taifa katika shughuli zote zinazohusiana na masuala ya uchaguzi. Kuwaombea kila laheri ambao wataweza kupata ile nafasi, tukitarajia kwamba mwanzoni mwa wiki ijayo tutaweza kuyajua majina yale yaliyopendekezewa rais na uamuzi atakao kuwa anatoa rais wa jamhuri kwa kubuniwa kwa tume ya uchaguzi nchini. Naam, shukran. Mtazamaji, tunamaliza hali ya taifa kwenye staftahi ili niweze kumruhusu mgeni wangu kuweza kuondoka, lakini usiende mbali manake tuna mengi ambayo tumeyapanga kwenye masuala ya kijamii na kwenye masuala ya burudani kwa sababu ni Ijumaa. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni Bwana Julius Masinde, mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet. By KCB Bank, the official financial partner of the 2025 WRC Safari Rally. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025 Revisha.